nafasi hiyo. Naitwa mchungaji David Wanjala kutoka katika huduma ambayo inaitwa The Bride of Christ Outreach Ministry iliyo hapa mji wa Nakuru, na nataka kuwakaribisheni wote, hata wasikilizaji wetu wanaofuatilia kwenye mtandao, ya kwamba tunataka kuendelea siku ya leo na mafundisho ambayo tutakuwa tunafundishwa katika huu mwaka wa 2026. Tunajua ya kwamba tulikuwa katika mwezi wa Januari, na leo tunashukuru Mungu kwa sababu ametulinda na ametufikisha katika mwezi wa pili, ikiwa leo ni tarehe 1. Tunaenda kuendelea na mafundisho kuhusu maombi, na kwa hivyo popote ambapo upo na kuomba uweze kuwa mmakinifu, ukiweza kupata kalamu na karatasi ili uweze kunakili yale ambayo tutakuwa tunazungumza, na vile mistari ambazo tutakuwa tunasoma. Itakuwa ni vyema kwa sababu katika mahubiri haya ama katika haya mafundisho nimekuwa ninaendeleza mafundisho kuhusu three very important pillars of prayer, na nilisema ya kwamba Mungu anataka tuelewe vipengele hizo 3 za maombi ndio tuweze kuzifanyisha kazi, kwa sababu tuliona ya kwamba maombi, the Bible says that the effectual fervent prayer of the righteous man avails much. Na kwa hiyo hata leo nataka kuendeleza, lakini kabla tuweze kusoma kifungu chetu cha kwanza, maana tutasoma vifungu kadha wa kadha tukishikanisha tukiendeleza. Wacha tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, tunaliinua jina lako, maana jina lako ni kuu na ni la ajabu, jina takatifu ambalo Mungu umelitenga kutokana na majina yote yaliyo hapa duniani na hata huko mbinguni. Tunanyenyekea mbele zako tukiomba Bwana Mungu msamaha wako kwa matendo yote ambayo tumeyatenda yaliyo kinyume cha mapenzi yako, tukiomba Bwana ukatusamehe na kututakasa na kutuosha na kututenga na hata kumbukumbu za hayo maovu. Bwana, asante kwa sababu ya huu wakati ambao naleta neno lako kuhusu maombi. Najua ya kwamba katika vipindi ambazo zimepita umeniwezesha na umenisaidia, na nimenena kulingana na mausia yako Jehova. Ninapoendeleza kufundisha kuhusu imani, ikiwa ya muhimu sana, ikiwa kipengele cha muhimu katika maombi, tunaomba ya kwamba Mungu, haya maandishi ambayo tunaenda kuyasoma, maana hata Jumapili iliyopita tulisoma maandishi mengi kuhusu imani, napoendelea na kuielezea imani, kwa sababu maombi yasiyo na imani hayafanyi chochote. Wacha Mungu katusaidie ili tukaweze kuweka imani yetu kwako, ya kwamba hata tunapoomba chochote tukaamini, maana hivyo ndivyo neno linavyotuelezea. Asante kwa sababu ya msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa mtandaoni. Naomba Mungu kamsaidia anapoendelea kushirikiana pamoja nasi katika hii safari. Ewe Jehova Mungu mwenye nguvu, tenda makuu na ukatende maajabu. Baba Mungu, tunaomba kwa ajili ya walio wagonjwa uwaponye, wenye wako na mahitaji mbalimbali. Baba yangu, naomba ya kwamba uweze kukutana na wao na hayo mahitaji yao, walisifu na kulitukuza jina lako Bwana. Siku ya leo Mungu, tunaomba uwezeshe watoto wako, uwawezeshe hata kukuamini na kuishi wakikuelekeza macho yao, na kwamba Mungu wasije wakavunjika mioyo, bali wakutazame na wewe uwafariji na wewe wainue katika jina la Yesu. Tunaomba Mungu ya kwamba baraka zako ukatumiminie, ya kwamba hata tunapoendelea na hii ibada, mwisho wake tutasema kila mmoja wetu ya kwamba kweli Mungu ametuonekania. Uinuliwe na ubarikiwe, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. I want to continue with the faith as a very important component. Faith as a very important component and a mandatory, very important and mandatory component, strong pillar of prayer. Imani kama iliyo ya muhimu sana na ya lazima, kipengele kilicho cha muhimu
ama kizingiti kilicho cha muhimu na cha lazima katika maombi. Jumapili tulikuwa tumesoma vitabu kadha wa kadha zinazotuelezea, na tukaona ya kwamba Mungu anasisitiza ya kwamba tuwe na imani. Tukawa tumesoma kitabu chetu cha mwisho kilikuwa ni kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 30. Labda tu nikirejelee kukisoma, lakini tulikuwa tumesoma na tumepata maelezo yake. Na siku ya leo nataka pia tuendelea kuangalia vitabu zingine tukisichambua, na utakuta ya kwamba zote zinanena kuhusu imani. Praise the name of the Lord. Mtumishi wa Mungu Daudi alinena na akasema ya kwamba I have chosen the way of truth, your judgments have I laid before me. Ya kwamba nimechagua njia ya ukweli, njia ya kuamini. Nikawa nasema ya kwamba neno truth linatumika pia mahali ukilipata linasimama badala ya imani. Kwa hiyo Daudi akasema ya kwamba mimi nimechagua kuwa mwaminifu, nimechagua kuwa mwenye haki, na hukumu zako nimeziweka mbele zangu. Leo nataka tusome katika kitabu cha Wakorintho wa pili, mlango ni wa 5 na mstari ni wa 7. Tunaongea kuhusu imani, imani ambacho ni kizingiti kilicho cha maana sana na ni cha lazima. Ya kwamba katika maombi nilikuwa nataja vizingiti 3. Maana cha kwanza nilisema ya kwamba ni maombi yaliyo na kusisitiza, persistence. Ikawa nimesema apart from persistence, our second component was faith, and our third component was total dependence on God. Nikachukua muda nikanena kuhusu hizo mbili, na nikabakisha imani, nikasema kwa sababu ndiyo nitaichambua kwa upana, na hivyo ndivyo ninavyofanya. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili tunasoma mlango wa 5 mstari ni wa 7. Tusikilize vile ambavyo Biblia inavyotuelezea. 2 Corinthians, we are reading chapter 5 and verse 7. This is what the word of God says. For we walk by faith, not by sight. Kwa maana tunaenenda kwa imani, wala sio kwa kuona. Kuona ni kuzuri, but the Lord is upchuring us. Bwana anatuhimiza tuweze kutembea kwa imani. Kama vile tunavyotembea kwa imani pia, tunapofanya maombi yetu kwa Mungu, ni vyema pia haya maombi yawe ni ya imani. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba bila imani, tukisoma katika kitabu cha Waebrania 11, ya kwamba bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Na imani ni kizingiti cha muhimu zaidi. Tunaposoma katika kitabu cha Yakobo, tunaenda katika kitabu cha Yakobo, James chapter number 2. Hicho kitabu wakati ambapo nimekuwa naelezea, najua ya kwamba tayari hata nimekitaja, lakini hakuna ubaya tukikirejelea tena. Kitabu cha Yakobo, James chapter 2 and verse 14 to 17. The Bible says, I will read in English. James chapter 2 verse 14 to 17, it says, What does it profit, my brethren, though a man say he has faith, and have not works? Can faith save him? Ni swali ya kwamba inamfaiti namna gani, wapendwa wangu, ijapokuwa mtu awe na imani lakini hana matendo, hiyo imani itamuokoa? Imani
ndiyo huzalisha matendo, ya kwamba matunda ya imani ni matendo. Unaposema ya kwamba wewe uko na imani, unahitajika kudhihirisha, kuonyesha bayana na waziwazi ya kwamba yaya na haya ndiyo matendo yanayosimama ya kwamba mimi niko na imani. Eliya alionyesha imani yake kwa kuamurisha anga kusiwe na mvua kwa miaka 3.5, na kisha tena akaja akaonyesha imani yake kwa kuagiza anga iachilie mvua, na ikanyesha kadiri na vile ambavyo maneno yake yalivyokuwa. Kwa hiyo mwandishi wa Yakobo ambaye ni Yakobo ndugu yake Kristo anatuambia ya kwamba haiwezi ikamfaiti mtu yeyote ambaye anasema yeye hako na imani, lakini hiyo imani yake haina matunda. Biblia inatupa taswira ya kwamba unaweza kuwa na imani na hiyo imani isiwe na matokeo ama matunda, na Biblia inaiita hiyo ni imani iliyokufa. Kwa hiyo imani pia yaweza kufa. Imani huwa iko na uhai. Wakristo wengi wako na imani na hizo imani zao zimekufa. Ndio maana unaona Biblia inasema ya kwamba mnaomba na hampati, mnaomba na hampewi, mnatafuta na hampati, na pia mnabisha na hata mlango haufunguliwi, kwa sababu mnaomba na nia mbaya, hamna imani. Imani yenu inaenda kinyume cha yale ambayo mnayaomba. Na ndiyo Biblia inatuambia ya kwamba mtu akiwa na imani bila matendo, hiyo imani tutaiona kwamba imekufa. 15 anasema, if a brother or a sister be naked and destitute of daily food, and one of you say to them, depart in peace, be you warmed and filled, notwithstanding you give them not those things which are needful to the body, what does it profit? Ati ikiwa ndugu ama dada ambaye ni hohehahe aliye na hitaji na pia amekosa chakula, ikiwa atakuchilia mmoja wenu, naye mmoja wenu amwambie, ondokeni na uende kwa amani, na uweze kupata choto na uchawe ndani mwake, bila kuzingatia ya kwamba zile vitu alizokuwa na hitaji nazo wewe ungeweza kumhudumia. Nielezee kwa njia ambayo inaeleweka. Mtu amepisha mlango kwako, wewe pengine jioni iliyopita ulikula mkimo na ikabaki, na mtu anakuja kwa nyumba yako akiwa na njaa. Biblia inasema usimwambie endeni kwa amani. Wewe pasha mkimo yako moto na umpe huyo mtu ale na ashibe. Labda yeye hana nguo na wewe uko na nguo yenye unaweza kumufika yeye na ikamsaidia. Usimwambie tu wewe ondoka na uende, Mungu akusaidie. Biblia inasema yafaa wewe uonyeshane imani yako kwa matendo, umhudumie yule mtu aliye katika hitaji. Praise the name of the Lord. Mungu anadhamini hayo mambo yanayodhihirishwa kupitia kwa matendo. Imani yetu ndiyo itakayotusukuma tuweze kuomba na tuweze kumtafuta Mungu. 17 inasema, even so faith, if it has not works, is dead, being alone. Waweza kuwa na imani, lakini imani isiyofanya kazi, imani ambayo ni duni,
imani ambayo haina matendo. Biblia inasema hiyo imani imekufa. Haleluya! Imani iliyokufa haiwezi ikafanya kazi. Imani iliyokufa ni sawia na kutokuwa na imani. Kwa hiyo Mungu anatusihi ya kwamba tuweze kuhakikisha ya kwamba ile imani ambayo tuko nayo ni ya kuonekana kupitia katika matendo. Nasoma pia katika kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 2 hadi mstari wa 4. Hallelujah. We are talking about faith, a very important and a mandatory component of prayer. Imani ambayo ni ya muhimu sana na ni kizingiti cha compulsory, something mandatory, cha lazima kwenye maombi. Yakobo anasema katika mlango wa 1 mstari wa 2 hadi mstari wa 4, my brethren, wapendwa wangu, ndugu zangu, count it all joy when you fall into diverse temptations. Hesabuni furaha ama furahieni wakati mnapoanguka katika majaribio tofauti tofauti. Huyu ni Yakobo anaandikia watu walio na imani ambao wamemwamini Mungu, na anawakumbusha ya kwamba mnaweza kujikuta katika majaribu. Na anasema ya kwamba wakati mmeingia katika hayo majaribu, you should not sorrow, but count it all joy. The moment unajikuta umeingia katika majaribu fulani. Verse 3 he says, knowing this that the trying of your faith works patience. Mkijua hivi ya kwamba kujaribiwa kwa imani yenu kunaleta saburi. Praise the name of the Lord. That when your faith is tested, inakufundisha kitu ambacho kinaitwa saburi, patience. Kuwa mtu ambaye ako na saburi katika maisha. Mtu ambaye atachungulia mambo na aweze kuyachambua na ajue kwa nini haya mambo yakatendeka hivi ama vile. Yakobo anasema mjue ya kwamba haya majaribio yenu ya imani yenu yanatenda kazi ndio yawape saburi. Alafu anasema mstari wa 4, but let patience have her perfect work. Ya kwamba lakini wacha hiyo saburi iwe na kazi yake kamilifu, that you may be perfect and entire, wanting nothing, ili nyinyi mkuwe wakamilifu na msihitaji chochote ama msipungukiwe na chochote. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Yakobo, na bado ninasoma even other several verses of the same book, James chapter 2 and verse 26. Ni vizuri kama unaandika, you capture all this. Very good. James chapter 2 and verse 26, the Bible says, this is what the Bible says, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Imani, unaweza nikasema ya kwamba inawezekana uwe na imani, lakini hiyo imani yako mbele za Mungu imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kama vile mwili usiyokuwa na roho umekufa, hata hivyo imani isiyo na matendo imekufa. Huyo ni ndugu wa Yesu anatueleza. Tunasoma pia mstari wa 18, the same book of James chapter 2 verse 18. James chapter 2 verse 18 anasema, yeah, a man may say, you have faith,
and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Naam, mtu anaweza kusema ako na imani, nami niko na matendo. Wewe nionyesha imani yako bila matendo, nami nikuonyesha imani yangu kwa matendo. Praise the name of the Lord. The Bible is giving us counsel to know and to understand that when we have faith, then that faith must produce fruits. Praise the name of the Lord. Na ndio katika maombi pia unakuta ya kwamba watu, Biblia inapeana mfano ya kwamba watu wawili walienda hekaluni kuomba. Mmoja alikuwa Mfarisayo, tutakuja kusoma hiyo mstari baadaye, na mwingine alikuwa mtosha ushuru. Bwana Yesu atukuzwe. Walipoingia hekaluni, Mfarisayo akatafuta mahali palipoinuka pale mbeleni kwenye miambari, na akaenda na akasimama pale, na labda akakilia ile sauti aweze kutambulikana ya kwamba ako pale kwenye hekalu. Lakini yule mtosha ushuru Biblia inasema ya kwamba yeye akaenda kwa kona ya nyuma kule, na akapiga magoti na akaanza kupiga kifua chake, akimwambia Mungu, nisamehe mimi mtenda dhambi. Na Biblia inasema naye Farisayo akasema, Mungu nakushukuru kwa sababu umenipenda, kwa sababu umenilinda, umenisaidia. Mimi siko kama yule mtosha ushuru pale. Mimi naomba mara 3 kwa siku, nafunga, mimi natoa mpaka fungu la 10, na akacheza pia mema ambaye yeye huyatenda. Biblia inasema, amini nakwambia, wale watu walienda nyumbani kama yule mtosha ushuru ametembelewa na Mungu na amepata kibali mbele za Mungu. Haleluya. Nitafikia pale wakati nitakuwa naingia katika funzo lingine la maombi, ambapo Yesu anasema ya kwamba when you pray, na hiyo topic itaitwa when you pray. He says, enter into your secret chamber and close the door. Hallelujah. Na ndio nikawa nimesema ya kwamba one component of prayer is that we must have a total dependence on God. Nimekuja kutufundisha ya kwamba ukimtegemea Mungu na umwakilishie mambo yale ambayo unayaombea na umtegemee, inaweza kuchukua muda, lakini Mungu lazima ataweza kukutekelezea. Praise the name of the Lord. Na nimesema ya kwamba ule mstari nao ambao nimeutaja nitausoma. Nataka kusoma na kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Mlango ni wa kwanza, mstari ni wa 3. Twende pale ufungue pamoja nami. 1 Thessalonians chapter 1 and verse 3. 1 Thessalonians chapter 1 and verse 3. If you are there, I will read. 1 Thessalonians chapter number 1 and verse 3, the Bible says, remembering without ceasing your work of faith and the labor of love and the patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Remembering without ceasing, remembering always. Hallelujah. Your work of faith. Biblia inatuambia tukiwa na imani twapaswa tufanye ile imani iwe inaleta matendo yaliyo mazuri. And the labor of love. You see, the Bible says work of faith, labor of love. Kumaanisha for you to execute love, ili wewe uonyeshane upendo, you must work for it. You must travail, you must labor for love to manifest in your life.
Ni lazima utumie nguvu fulani ndio upendo uonekane katika maisha yako. And he says patience of hope in our Lord Jesus Christ. We patiently hope in our Lord Jesus Christ. Biblia inasema ya kwamba kwa maana yeye aliyetuita ni mwaminifu. Nasi vilevile tunapaswa kuwa waaminifu. Tunapaswa kuwa na saburi katika kumtumikia Yesu Kristo. Bwana Yesu atukuzwe. Maana yeye aliyetuahidi ambaye ni Mungu, Biblia inasema ya kwamba ni mwaminifu. Hata tunapofanya haya yote tunafanya machoni ama mbele ya Mungu ambaye ni Baba wetu. Praise the name of the Lord. I want us to read the book of Mika. Jumapili iliyopita nilikuwa nimenena na nikasema Mungu ametufundisha na ametuonyesha what he requires from us. Ama ni dhabihu ipi ambayo Mungu anatarajia kutoka kwetu. Na nakumbuka nilikuwa nimesema hapa nikasema ya kwamba sisi ambao ni wahubiri mara nyingi tunaelekeza kondoo wa Bwana vibaya. Wakati ambapo kondoo wa Bwana wanakuja wanatafuta msaada kwa Bwana, sisi tunaenda na tunawaambia ya kwamba endeni mlete dhabihu, ya kwamba ukuje na sacrifice. Na huu mstari ama hiki kifungo ambacho nataka kukisoma kinatuonyesha ya kwamba our sacrifices are not money. Sacrifices zetu sio yale mambo ambayo sisi tuko nayo. Yayo hatuwezi tukayafanya yakawa dhabihu. Haleluya. Maana najua ya kwamba hili ndilo neno ambalo linatumika kwa kawaida. Mtu anapohitaji maombi fulani unaelezwa ukuje na dhabihu. Natakana uelewe ya kwamba katika Biblia nena kuhusu dhabihu mbili tu. Kunayo dhabihu ambayo iko katika Agano la Kale, ambayo hiyo dhabihu ilikuwa inadhihirishwa kupitia kwa kuendelea kutoa sadaka kadha wa kadha. Na hizo sadaka kadha wa kadha zilikuwa zinadhihirika kupitia kwa wanyama. Na zilikuwa na masharti yake ambayo yalikuwa yafuatwe vilivyo. Vile vile Mungu alikuwa amenena kuhusu malimbuko ya shamba na mapato yale ambayo watu wanayapata katika shamba. Hata miti zao za maua ambazo walikuwa wakipanda, ilibidi ya kwamba waweze kutoa hata first fruits za matunda zao. Na kuna vile kuna maua matunda yale yaliyokuwa yanatumika kutoa juice. Walikuwa waya crush na wapeleke ikawe mvinyo. Kulikuwa na drink offering na kulikuwa na kila aina ya kutoa. Nayo ilikuwa inaitwa sacrifice. In the Old Testament Mungu alikuwa ameruhusu hiyo sacrifice. Na ndio unaposoma katika kitabu cha Hebrews, I will take some time to speak about the things about the sacrifice. Unakuta ya kwamba Biblia inasema Mungu hakupendezwa na hizo sadaka zote za kuchoma, dhabihu za kuchoma na kuteketeza, na dhabihu za kunyunyiza, na dhabihu za kila aina ambazo Waisraeli walikuwa wakitoa mbele ya macho yake. Na ndipo Mungu alipomwandaa Yesu Kristo na akamwambia ya kwamba katika mwili wako nimeuandaa kuwa dhabihu. Kwa hiyo dhabihu ya pili ni dhabihu ya mwili wa Yesu Kristo. Na hiyo dhabihu ndio iliyokuwa ya kwanza na ya mwisho. Wakati ambapo zile dhabihu za mbele zilikuwa zimeshindwa kufanya kazi, Mungu akaagiza ya kwamba ni dhabihu ya Yesu Kristo peke yake ndiyo itakayotekeleza mapenzi ya Mungu. Na ndiyo maana hatuwezi katika New Testament, wakati ambapo damu ya Yesu Kristo ilimwagika ili sisi tuokolewe, hatuwezi tukaanza tena kuweka mipango zingine na dhabihu zingine. Haleluya! Ya kwamba ati mtu alete dhabihu
Dhabihu ile ambayo iko kwenye madhabahu ya Bwana ni damu ya Yesu, na hiyo ndio ambayo ni suluhisho ya kila jambo. Laana zote na urogi na uchawi, nguvu zote za giza. Wahubiri wanasema ya kwamba ukitaka mapepo yafunge katika maisha yako, eti ya kwamba uende ulete dhabihu, na Biblia haijaagiza hivyo. Kwa hivyo dhabihu ni Old Testament na New Testament. Na katika New Testament Biblia inaongea kuhusu damu ya Yesu. Believe me, nikimalizia maombi I will engage on that because it's very important that we understand these things. So Micah says, nataka some na nyinyi katika hiyo Micah chapter number 6 verse 8. This is what Micah gives us an oracle that he received from the Lord. Hallelujah. Perhaps you will permit me to start from verse 6. But we are going to climax in verse 8. He says, wherewith shall I come before the Lord, and bow myself before the high God? Shall I come before him with burnt offerings, with the calves of a year old? Will the Lord be blessed with the thousands of rams, or with the 10,000s of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? Huyu nabii Mika anapeana, he's prescribing, he's describing, he's giving a prescription of how we ought to come before the Lord. And he's saying, how shall I come before the Lord? Will I just come and bow myself before the high God? Bowing before the Lord is good. It is called obeisance, paying obeisance. It is called reverencing God and realizing that God is supreme, and so when you come and you bow before him, you are doing obeisance to God, which is okay. But Micah says in it there is no absoluteness, ya kwamba katika kule kuinama tu mbele za Bwana peke yake hakuna utimilifu. There is no absoluteness in bowing down before the Lord. Number two, he says, shall I come before him with burnt offerings? Offerings are sacrifices. Hallelujah. Remember, God was giving him a prophetic discourse that was tied to the Old Testament, whereby various burnt sacrifices were to be brought before the Lord. That people, for them to be accepted before the Lord, they needed to present several burnt offerings. So Micah is asking, shall I come before the Lord with burnt offerings? Je, nikuje mbele za Bwana na sadaka za kuteketeza? With calves of a year old. Remember, hizi sadaka za kuteketeza Mungu alikuwa amemwamrisha Moses ya kwamba watu watoe. In the book of Leviticus, hallelujah. I think in the book of Leviticus chapter 23. Ambapo Mungu alikuwa amepeana diverse offerings and sacrifices. Na akawa amesema ya kwamba kama utakuja kwa kutoa sadaka kwa Mungu, you must come with a calf of 1 year old. So Micah is asking, do I need to continue coming with a calf of 1 year old before the Lord? Should I keep on augmenting the presence of God with the endless smoke of the sparkler that emanates from diverse sacrifices?
nitaendelea kufukiza uvumba wa manukato mazuri ambayo inatokana na sadaka kadha wa kadha zitakazotolewa mbele za Bwana. Haleluya! That is what Mika was pursuing with. Alikuwa anamenyana, anasukumana, anaulizana na Mungu, God, what do you require? Haleluya! Wewe Mungu unahitaji nini? Maana mimi nataka kujua kile ambacho unahitaji haswa. I want to know the absolute. That when I come before you, Lord, you may accept me. You may receive me. You may be at peace with me. Verse 7 anasema, will the Lord be pleased with thousands of rams? Remember, Mungu mwenyewe alikuwa ameprescribe diverse offerings including rams. And so what Mika is mentioning here is not strange from the many of the prescribed sacrifices. Anauliza, will the Lord be pleased with thousands of rams or with 10,000 of rivers of oil? Remember, oil was also a prescription. Ya kwamba Mungu alikuwa anataka wamletee, that is the offering, the drink offering. Kwa hiyo Mika anauliza, Bwana, niende nilete mito ya mafuta yanayomiminika mbele zako vizuri, yanayotiririka kwa unyororo. Should I bring that before you? Hallelujah. Akauliza, shall I give my firstborn for my transgression? Remember, Mungu mwenyewe alikuwa ameprescribe what we call firstborn redemption. Watoto wote waliokuwa wanazaliwa wa kwanza katika taifa la Israeli walikuwa ni wa Bwana. Ndio maana unaona wakati Hana alimpata Samueli, alimkodisha kwa Bwana. Haleluya! Na watoto wote walikuwa ya kwamba firstborn alikuwa ni wa Mungu. Na kwa hiyo Mungu alikuwa ameprescribe, that was what was in the prescription menu of God. Mika was speaking whatever was agreed with God. Whatever the paradigm of sacrifice in the world. Anauliza, nije na mwanangu mzaliwa wangu wa kwanza aliyetoka kwenye viuno vya mwili wangu, nimtoe yeye kwa sababu ya msamaha wa makosa yangu. Mstari wa 8 anasema, he has showed you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. He says, and in finality, he says, ya kwamba hivi ndivyo Mungu amekuonyesha ewe mtu kilicho kizuri na kile ambacho Mungu anahitaji, ila ni kutenda mema kama haki na kupenda rehema na kutembea kwa unyenyekevu mbele ya Mungu wako. Na ndani ya haya maneno matatu we find what compounds them is faith. Faith helps us to do good. Faith helps us to do justice. Faith gives us the ability to love mercy. Hallelujah. Kumbuka song
alikuwa amepewa nafasi baada ya yeye kuwa anointed, na Mungu akamkataa. Mungu akamwambia anamtuma on a mission to restore his relationship with God, and he sent him to go and kill and slay and destroy everything that he wants to meet among the camp of the Amalekites. Akaenda akapata Agagi mfalme wa Amaleki, na akachukua kondoo walionona na vitu mzuri, na akasema hizi tutaenda kumtolea Bwana sadaka. Kumbuka vile Bwana alimwambia Samueli aende kuongea na yeye, akamwambia, je, Bwana hufurahia dhabihu kuliko utiifu? Ya kwamba kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Na hapa ndio Mika anatuambia, he tells us, if we fail the test of obedience and we go and we collect an amalgamation of sacrifices na tulete kwa Mungu, Mungu hatapendezwa nazo. Bwana Yesu atukuzwe. God treasures our faith. There is a story that is told of King David, a man after the heart of God. Mfalme Daudi aliyekuwa mtu baada ya moyo wa Mungu. David was a human being. He shed a lot of blood. He was very quick in war. He was very swift. He killed and killed and killed. And the blood defined his itinerary. He reached a place whereby he conspired to kill Uriah the Hittite because of the wife. And he went ahead and he killed Uriah and he possessed the wife. Praise the name of the Lord. Was she called Bathsheba? Hallelujah. And they got a son. And so the Lord sent Nathan to him, carrying a very tough judgment. Na akakuja na akamnenea na akamuonyesha Daudi, wewe umefanya kosa kubwa sana mbele ya Mungu. The Bible says Daudi hakukula na hakukunywa. He announced dry and total fast for 7 days. The child was sick. Na ukiangalia katika hiyo ombi ambalo Daudi alikuwa anaomba, the Bible says alikuwa anaomba ndio mtoto apone. Praise the name of the Lord. But the Lord had decided that huyo mtoto atamuondoa. Ijapokuwa baadaye alikuwa na huyo Bathsheba na wakapata watoto wengine, but that child that was born at the expense of the death of his father, or the death of his would-be father Uriah, Mungu akasema lazima aondoke. Tunaangalia Daudi, tunakuta ya kwamba kwa sababu Daudi alikuwa amemwamini Mungu, he did not remove from God. Alikubali kwa sababu Mungu alimuuliza, wewe nimekupa ufalme na nimekupa wanawake wote warembo wa ulimwengu huu, na hata kama hawakutosha ningekuongezea wengine. Praise the name of the Lord. That's what the Bible says. Lakini wewe umemuoa Uriah ukamnyang'anya mke wake. Daudi alilia. When you read the book of Psalms chapter number 51, ndio Daudi alijua, because he repents and he repents the sins of conception. Anasema the moment I was conceived in the womb of my mother, sin entered into my existence. Na akaomba Mungu, akamwambia God, touch me,
Cleanse me, Lord. Use hyssop to remove the guiltiness from my life. Hallelujah. Hilo ombi ni ombi zuri sana ambalo Daudi aliomba. And then we don't see a place that God only disapproved him when it came to birth an idea of building God a sanctuary. Na Mungu alimwambia wewe umemwaga damu nyingi sana. Na kwa hiyo damu pia kulikuwa na damu ya Uria. Akasema tu wewe utanijengea hekalu. But God did not dishonor David because of that faith. Because of the love that David had with God. Because of David humbling himself and loving in mercy. And agreeing and accepting and conversing with God, the rebuke of God. Huyo Daudi ndiye kupitia katika kiuno chake, katika kizazi chake, ndiye tunaona ya kwamba Kristo Yesu anakuja kusaliwa. To be able now to save mankind from the tight grip of sin ambayo imemlemaza mwanadamu. So Mika anatueleza ya kwamba Mungu ametuonyesha njia iliyo bora, njia iliyo nzuri. Haleluya. Na kwamba hiyo njia is to do justly, is to love mercy, and is to walk humbly with our God. That one is a prohibition to the notion that we hold that sacrifices can make us right with God. The only sacrifice that can make us right with God is to embrace the blood of Jesus. Praise the name of the Lord. Allow me to read the book of 1 John, chapter number 3. I want to move forward. So just look at 1 John chapter number 3, verse 17 to 18. 1 John 3, 17 to 18. Hallelujah. Praise the name of the Lord. 1 John chapter number 3, verse 17 to 18, the Bible says, I will read in English. But whoso has this world is good, and sees his brother have need, and shuts up his bowels of compassion from him, how dwells the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Praise the name of the Lord. I'm reading the book of 1 John, the letter of 1 John, chapter number 3, verse 17 and verse 18. But whosoever has this world's goods, ya kwamba yule aliye na utajiri wa ulimwengu huu na amuone ndugu yake akiwa kwenye shida, na yeye anafunga the bowels, moyo wake wa huruma kutokana na yeye. Je, huyu mtu ndani mwake kunakaa upendo wa Mungu? Alafu akasema, ndugu zangu wapendwa, wacha sisi tusipende kwa neno wala kwa ulimi, lakini kwa matendo na kwa ukweli. Hapo ndani unaona imani. Imani inafungamanishwa mahali pale, ya kwamba kama vile Mungu anatamani hiyo imani tuongoze, vivyo hivyo katika maombi Mungu anataka tuweze kuiwakilisha pale. Kitabu cha Wagalatia, Galatians chapter number 5, verse 5 to 6. Wagalatia 5 mstari wa 5 hadi 6. Uandike mtazamaji wangu, na pia ukiwa na Biblia yako naweza kufungua. Wagalatia 5 mstari wa 5 hadi mstari wa 6, Biblia inasema, for we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. 6 inasema, for in Jesus Christ neither circumcision avails anything,
nor as uncircumcision, but the faith which works by love. Hallelujah. John took time to write about love, to expound on love, to teach about love. The same word that the Lord Jesus Christ has spoken about. Maana Yesu Kristo alikuwa amesema ya kwamba Mungu ni upendo, na wale wanaomwabudu wamwabudu katika roho na katika ukweli. So these are the things that we cannot divorce. Biblia inasema ya kwamba kupitia katika roho tunangojea tumaini la haki kwa imani. Na Biblia inasema ya kwamba katika Kristo Yesu tohara haichangii chochote, wala kutotahiriwa hakuchangii chochote, lakini imani inayotenda upendo. Hallelujah. Faith that works love. Hebrews chapter 10. I'm reading the book of Hebrews chapter 10 verse 39. Enda na mimi katika kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 39. Hebrews chapter 10 verse 39. Ingia nami katika hiyo kitabu mstari wa 39. Hebrews chapter 10 verse 39 says, Waebrania 10:39, but we are not of them who draw back to perdition, but of them that believe in the saving of the soul. Sisi hatuko miongoni mwa wale wanaorudi nyuma katika ukengeufu, lakini sisi ni wale wanaoamini kwa kuokolewa kwa nafsi. Kuamini, imani, ya kwamba imani inasukuma Wakristo waweze kuamini hata kwa kuokolewa kwa nafsi. Na sisi ndani mwetu si watu wa kurudi nyuma, kwa sababu tuko na imani ya kutuendeleza na kutusukuma mbele na kutuweka mstari wa mbele kuzingatia yale ambayo Mungu anayahitaji. Nasoma katika kitabu cha Marko. Enda na mimi katika kitabu cha Marko, mlango ni wa 11, mstari ni wa 22 na 23. Mark chapter number 11 verse 22 to verse 23. I will read in English. The book of Mark chapter number 11 verse 22 to 23, it says, And Jesus answered and said to them, Have faith in God. And Jesus answering and said to them, Have faith in God. Yesu akawajibu na akawaambia, iweni na imani katika Mungu. Mstari wa 23 unasema, For verily I say to you, that whosoever shall say to this mountain, Be you removed, and be you cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Hallelujah. Amini, amini nawaambieni, yeyote atakayeunenea huu mlima ung'oke na uende ujipande kwenye bahari, na ndani mwake hatakuwa na shaka kwenye moyo wake, lakini yeye ataamini hayo mambo ambayo atakuwa ameyanena ya kwamba yatatimia, yeye atayaona. Ataona kile chochote ama atapata kile chochote ambacho ameamini. Bwana Yesu atukuzwe. Praise the name of the Lord. Kumbuka nilikwambia, we don't need big faith. We just need to have that small faith, but we have to believe. We have to make it practical. We have to apply, to put it into application angle. Kwa sababu Yesu anasema ya kwamba
Kama mtu ataweza kusema, aambie mlima usimame na waambie Menengai, wewe Kreta, nataka ujifunike, without doubt in your heart. Naona yeye inatuitisha tuwe katika ulimwengu tofauti na wa kawaida. Because when you are born you found Menengai, Kreta iko pale. Hata unasoma katika vitabu za historia unasikia Kreta hiyo imekuwekwa miaka kadha wa kadha. Sasa wewe utaanza kusema na sasa hii kitu yenye imekuwekwa muda huu wote mimi nitaweza kuibadilisha namna gani? Lakini Yesu anasema ya kwamba alikuwa anatoa tu mfano. Hakusema ya kwamba wewe uende usimame katika hiyo mlima uiambie. Alisema hivi ili ya kwamba sisi tuelewe ya kwamba mbele ya Mungu hakuna mlima. Hakuna jambo kubwa, tukiamini Mungu atatenda. Praise the name of the Lord. That we may believe. So when we pray, we must apply our faith. I'm reading the book of Philippians chapter 4 verse 13. Just a few books I will be winding up. I will be slowly winding up. Let's read the book of Philippians. Philippians chapter number 4 verse 13. Hallelujah. Philippians chapter 4 verse 13. Slowly, I just have a few scriptures. I will be winding up on this. The aspect of faith, the component of faith. So that God willing, I will be engaging on a different topic, but still on prayer, come next Sunday. Let us read verse 13 of Hebrews chapter 4. The Bible says, I can do all things through Christ which strengthens me. This is Paul. He makes a very good, an allusion that we need to hang on. Ya kwamba na yaweza mambo yote kupitia katika Kristo anitiaye mimi nguvu. That is a very good confession. Hiyo ni imani na yaweza yote kupitia kwa Kristo anitiaye nguvu. Huyo ni Paulo. Kumbuka wakati anasema ili amefungwa. Mikononi mwake ako na fetters, ako na pingu. Miguuni ako na minyororo. Askari wamesimama wamemchunga. But he is saying, I can do all things through Christ which strengthens me. Praise the name of the Lord. Na saa hiyo yeye ni mfungwa. Lakini kwa nini sasa hangefanya mikono yake ifunguliwe na miguu yake ikuwe huru? Hallelujah. It is because it was in the will of God. Praise the name of the Lord. Akasema hata kama nimefungwa, lakini naweza yote kupitia kwa Kristo anitiaye nguvu, kupitia kwa imani. We go back to the book of Mark, chapter number 10. Mark chapter 10, verse 27. Just go back there. And I have around more or less than 5 books to reference. Then I will be done. Mark chapter 10, verse 27. So just stay awake to catch this. Mark chapter 10, verse 27 says, 10:27, that's the book of Mark chapter 10, verse 27. And Jesus looking upon them says, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. Kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Kwa maana machoni pa Mungu hakuna lolote lisilowezekana. Na ndiyo Yesu alituambia kuwa na imani katika Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. Katika Mark 11:22-23 alikuwa ametuambia have faith in God. Kwa hiyo imani yetu ikiwa katika Mungu, Mungu atatuwezesha. Na sisi tutaweza kutenda mambo yote kupitia kwa yeye atutiaye nguvu, kama vile Paulo amesema. I'm reading the book of 2 Timothy chapter 2.
Book of 2 Timothy, chapter number 2. Chapter number 2, verse 7 to 8. 2 Timothy, Timotheo wa kweli wa pili, mlango wa pili mstari wa 7 na wa 8. If you are there, I will read 2 Timothy chapter 2, verse 7 to 8. It says, "Consider what I say, and the Lord give you understanding in all things." Verse 8 says, "Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead, according to my gospel." This is Apostle Paul. He says, "Consider what I say." Zingatia yale ambayo nayasema. Kwa sababu gani nayasema? Ndani mwake kuna ukweli. Amini yale ambayo nayasema, naye Mungu atakupa ufahamu kwa mambo yote. Alafu anasema, kumbuka ya kwamba Yesu Kristo wa mbegu wa uzao wa Daudi aliinuliwa kutoka kwa wafu kulingana na injili yangu. He wasn't instilling faith in his son in faith. Pastor Timothy, who was made a bishop, ambaye Paulo alimhubiria na akaamini, and he reckoned the faith that was in his grandmother and in his mother and now in him. So anamwambia wewe imani uizingatie na uendelee kuishikilia, na hata injili ambayo anahubiri ya kwamba Mungu hakuacha uzao wa Daudi ukaona uharibifu. Amini na uyazingatie hayo mambo, maana alimfufua Yesu siku ya tatu. He is insisting, laying emphasis on faith. Hallelujah. I have 2 scriptures and I will be praying as we wind up on this. The pillar of faith. 1 Corinthians chapter 16. Let's go there. Let's start from chapter 13, verse 13. 1 Corinthians 13, verse 13. Then our last one will be 1 Corinthians 16, 13. Just right, then we read. I've said 1 Corinthians 13, 13. Then 1 Corinthians 16, 13. So let's start with 1 Corinthians 13, 13. He says, "And now abides faith, hope, charity, these 3, but the greatest of these is charity." Let me read it in a more simplified way. "And now dwells faith, hope, love. And among the 3, love is the greatest of them all." Love is the greatest, but it does not stand alone. Hallelujah. Upendo ndio mkuu, lakini haisimami peke yake. Upendo ukiwa hapa umetawa wewe hai. Upande huu kuna faith na upande huu kuna tumaini. Bwana Yesu atukuzwe. Tumaini na imani ndio zinapea upendo uwezo wa kuinuka na kusimama juu zaidi. Praise the name of the Lord. Very important pillar, mandatory. That when we are talking of knocking, asking, and seeking, we cannot acquire anything out of the 3 components without faith. Nasoma katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Corinthians 16, 1 Corinthians 16 verse 13. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And this is my last verse.
Na nitakushukuru Mungu sababu I have faithfully spoken about, because I began by saying that in this year God wants us to ask, for when we ask we will receive. He wants us to seek, for when we will seek we will find. He asks us to knock, maana tukipisha mlango utafunguliwa. Na nikatoka pale nikasema 3 pillars of prayer, and the 3 pillars of prayer, one nikasema ni persistence, 2 nikasema total dependence on God, 3 nikasema faith. But unaweza kuona wakati nilikuwa natacha imani, nilikuwa nimeiemboss katikati ya persistence and the total dependence on God. Hallelujah. Total dependence on God is also called hope. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Persistence, when you look at it critically, utakuta ya kwamba it brings about love. Because the Bible says, upendo uvumilia. Love is persistent. When you persist on an issue, it means you love what you are persisting of. And therefore you find that the ones that we have been moving and walking through the Bible, pointing at them, basically, the book of 1 Corinthians number 13, verse 13, imetuelezea. We have been speaking about love, hope, and the love, and the faith. The pillars which are very important. Now let me read. 1 Corinthians 16, verse 13 says, watch you, stand fast in the faith, quiet you, like men, be strong. Watch you, stand fast in the faith. Uwe mwangalifu wewe, simama imara katika imani, tenda kama mwanamume na uwe hodari. Praise the name of the Lord. Hallelujah. That is our finishing remark. We are being charged to watch, to stand fast in faith, to act like men, and to be strong. And perhaps I can read Psalms 31:24. We see what it says as I pray. Just read with me Psalms 31:24. Psalms 31:24. But remember, what I have read is our parting remark. Psalm 31:24. We just want to hear what it says. It says like this: be of good courage, and they shall strengthen your heart, all you that hope in the Lord. Hallelujah. All you that hope in the Lord, be of good courage. Hallelujah. Wow, I'm finishing. I want us to, you may lack every other thing, you may miss everything. Unaweza kukosa kila kitu ambacho nimeongea, lakini sikutaka ukose haya maneno. Kama ningelikuwa wewe, I could have broken them down. Niseme this is now my anger. Iwe nanga yako, iwe the anger, because it says watch you. At watch you. Kwa mwangalifu, stand fast in faith. Simama imara, ushikilie imani. Act like men. Fanya mambo kama mwanamume.
Be strong, kuwa hodari. Na Samson ametuambia be courageous. Hallelujah. That is faith. I want to rest. I want to rest my finding about faith. Remember, we are speaking about prayer. And remember, I said I'll be thinking about the travailing prayer that avails much. May we stand on our feet that we may conclude by a word of prayer. Tusimame ili tuweze kukamilisha kwa neno la maombi. My online viewers, you just have sure you can always stand wherever you are. We are praying. We are entering. And I thank God because I have done on these 3 pillars. If you have been following, God bless you. Let me pray. Everlasting Father, in the mighty name of the Lord Jesus, Father, I give you honor, glory, and worship. That I have been faithful and that you have helped me to speak this, Lord. I have run this discourse, Jehovah, speaking about the 3 pillars of prayer. And the coming Sunday, I will still move and not higher to continue exercising on prayer, Jehovah. And I pray that you may help us grasp this, that all the elements that are mentioning and pointing out, we may incorporate them in our prayers, my Father, so that we may see our life changing and transforming. May you bless my listeners physically here, and bless my virtual listeners also. Even in our neighborhood here, because people are listening to the voice that I am even broadcasting. Minister to them, Jehovah, in the mighty name of Jesus. Elevate their faith. Let them start, my Father, even employing all the nitty-gritty that I have mentioned about the faith, and that the Lord will be able to help them. We thank you because of helping us to see this first day of February, the year 2026. And it has fallen on our Sunday, and we glorify you, Lord. Thank you for speaking to us. Help us that, my God, have given us ammunition. You have armed us with ammunition to continue in the assault of life, where the enemy, Lord, stands to withstand us. We know you have equipped us, Jehovah, and we will be able to maneuver him. We thank you and we glorify your name. In the mighty name of the Lord Jesus, I pray. Amen. My online viewers, you can access our YouTube channel at Bride of Christ Outreach Ministry, and you will be able to receive this. You can watch, you can listen to, and all other segments are queued there. May the Lord God bless you. Shalom, shalom. Let's end by saying the grace